In the life of the church, there are moments that become more than events, moments that become testimonies, moments that leave footprints not only upon the earth, but upon the hearts of generations to come. This was one of those moments, a sacred journey of faith, sacrifice, endurance, prayer, and hope. For the very first time since the establishment of the Episcopal Anglican Province of Tanzania within the Anglican Catholic Communion worldwide, believers gathered for a historic walk of the cross led by the Archbishop of Tanzania, Elibariki Kuta, together with his beloved wife, Nora Kuta. It was not simply a journey from one church to another. It was a spiritual mission, a living remembrance of the suffering, sacrifice, death, and resurrection of Jesus Christ. Believers from different places came together carrying prayers in their hearts, determination in their spirits, and faith in every step they took. The journey officially began on Thursday, April 2nd at the first station Marsignetti at St. Luca's Church. As the atmosphere of worship filled the church grounds, Christians gathered in unity, preparing themselves spiritually for the long and demanding pilgrimage ahead. Prayers were lifted, songs of worship echoed through the evening air, and hearts were prepared for the sacred road ahead. Then, as night covered the land, at exactly 9 p.m., the Archbishop Elibariki, together with the faithful believers, began the journey toward Monarani. Step after step, prayer after prayer, song after song. The people walked through the darkness with unwavering faith, and though the road was long, their spirits remained strong. Eventually, they arrived at Monarani, where another solemn service of the cross was held. Tuanze na sala ya toba. Unirehemu e Bwana Mungu, sawa sawa na fadhili zako. Naomba wote tusome. Unirehemu e Mungu, sawa sawa na fadhili zako, kwa rehema zako nyingi. The gathering became a powerful moment of spiritual reflection and surrender before God. But one extraordinary moment stood out that night, after the service of the cross. Archbishop Elibariki Kuta led the congregation in a special prayer concerning the future of the church. Makanisa mengi bado hayana mahali patakatifu pako. Tunaomba Mungu akutembeza msalaba huu, ufungue baraka za mbinguni, ili siku moja makanisa yetu yote katika nchi hii ya Tanzania yawe kama Marsignetti Mtakatifu Luka, ili watoto wako Mungu wakuchezee na kurukaruka kwa amani na furaha. Na tunaamini Baba utatenda kama ulivyomsaidia Yesu katika hatua moja hadi nyingine akibeba msalaba. Katika hatua zetu Mungu za kutoka kwetu, utusaidie hatua moja hadi nyingine, hata tukitoka njiani. Mungu tupe neema yako. He prayed that through this walk of the cross, God would open doors for the church, that God would provide grace, strength, and resources for the construction of church buildings, and that believers would no longer suffer while worshiping outside under scorching sun and heavy rain. It was a heartfelt prayer, a prayer born from sacrifice, a prayer born from faith, a prayer born from the desire to see God's people worship in dignity and peace. And as the prayer continued, many believers lifted their hands toward heaven, believing together for divine breakthrough. That night at Monarani became more than a resting point. It became a night of hope,
After prayers and worship songs filled the atmosphere, the pilgrims rested there for the night. But before dawn could fully break, at exactly 4 a.m., the journey continued once again. With tired feet but renewed spirits, the Archbishop and the believers departed, Monarani heading toward Mosuguru. The road ahead was not easy. The distance was long, the body grew weary, yet faith kept them moving forward. At around 7 a.m., they arrived at Mosuguru. Believers welcomed them with joy, prayer, and songs of encouragement. There was a sense of unity everywhere, a reminder that the church is not merely buildings. The church is people walking together in faith. After spending time in fellowship and prayer at Mosuguru, the pilgrims continued their sacred journey toward another important station, Lengaji. As they approached Lengaji, believers gathered in large numbers to welcome them with great celebration and joy. Songs filled the air, voices of praise echoed throughout the community, and the arrival of the Archbishop and the pilgrims became a moment of spiritual excitement for everyone present. At Lengaji, a special service of the cross was held. Ndipo Simeoni akawabariki, akamwambia mama yake Yesu, mtoto huyu amewekwa katika kuanguka na kuinuka wengi katika Israeli, na kuwa ishara itakayonenwa, ili mawazo ya mioyo mingi yadhihirishwe, na upanga utakuchoma nafsi yako pia. Uso kwa uso, Yesu na mama yake, mbarikiwa Bikira Mariamu, wanakutana katika njia hii. Believers gathered together in prayer and worship, reflecting deeply upon the suffering and sacrifice of Jesus Christ. The service brought unity, encouragement, and renewed spiritual strength to everyone participating in the pilgrimage. After the prayers, the gathering was blessed with several beautiful gospel songs presented before the congregation. The atmosphere became filled with joy and thanksgiving as worship continued. And before departing, the pilgrims were also treated to performances by children from the local community. The children presented different games and joyful performances that brought smiles, encouragement, and renewed energy to the pilgrims after the long hours of walking. It became a beautiful reminder that faith continues from one generation to another. And after those precious moments at Lengaji, the journey resumed once again toward Chue. The sun grew hotter as the hours passed. Dust rose along the roads. Fatigue became visible. Yet the cross journey continued. At approximately 2 p.m., they finally arrived at Chiwi.
There believers gathered again in prayer and worship. Kituo cha 5, Simoni anamsaidia Yesu kubeba msalaba wake. Twakuabudu Kristo, twakuhimidi, maana kwa msalaba wako umeukomboa ulimwengu. Ninasoma Injili ya Luka mtakatifu sura ile ya 23 hadi mstari wa 26. Walipokuwa wakimpeleka, wakamkamata Simoni wa Kirene aliyekuwa akiingia kutoka shambani. Wakamwekea msalaba na kumfanya aubebe nyuma ya Yesu. Simoni kutoka Kirene asukumwa katika utumishi, akiwa anaingia kutoka shambani. Ni mchepuko usiotarajiwa kutoka kwa mpango wake wa siku hiyo. Maandiko hayatuambii kwa nini ameteuliwa kwa kazi hiyo au jinsi anavyoitikia na kujisikia. Jambo linaonekana ni kile tu anachofanya wakati ule katika kituo hiki. Anamtumikia mtu katika saa ya hitaji lake kuu. Hapa tunakumbuka kwamba kama vile ilivyokuwa kwa Simoni Mkirene, matendo yetu ya huduma yanayotarajiwa au la, yaliyoteuliwa au la, ya walei au watiwa mikono, yanashirikishwa kwa shauku au yana uzito mkubwa katika ufalme wa Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tuombe. Yesu, asante kwa mtazamo huu wa Simoni Mkirene ambaye anatuonyesha matokeo ya huduma. Tunakusihi tupe macho tuone lini, wapi na nani tunaweza kumhudumia. Tupe na nguvu ya kuingia katika wito huo hata kama inasababishia mchepuko nje ya mipango yetu. Tuonyeshe pia jinsi ya kuwaruhusu wengine watusaidie pale tunapohitaji msaada. Kwa Roho Mtakatifu wako tusaidie tushiriki huduma yetu kwa ukarimu na kuikubali kutoka kwa wengine kwa neema. Twende mwisho kabisa wa kitabu. Strengthening one another spiritually for the difficult stages that still lay ahead. As evening approached and darkness once again covered the land, the pilgrims prepared themselves for another night journey. At 8 p.m. they departed Chiwi. Along the way they passed St. Matthew's Church before continuing toward Pembamoto. The night was long, the roads were demanding, but the mission remained alive in every heart. At around midnight they finally arrived at Pembamoto. And there, instead of simply resting, the believers entered into a night vigil, a sacred time of prayer, worship, repentance, and thanksgiving before God. The night became filled with spiritual hunger. Voices rose in worship, prayers echoed into the darkness, and many believers experienced deep moments of renewal. Kwa uthabiti, kwa msaada wa neema yako, kuungama dhambi zangu, kufanya toba na kurekebisha maisha yangu. Amina. Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenyezi, mtakatifu wa milele yote, uturehemu. Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenyezi, mtakatifu wa milele yote, uturehemu. Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenyezi, mtakatifu wa milele yote, uturehemu. Ni kitabu ukurasa
wa 11. Kituo cha 7. Yesu anaanguka mara ya pili. Twakuabudu e Kristu, twakuhimidi. Kwa maana kwa msalaba umetukomboa ulimwengu. Ninasoma katika kitabu cha Zaburi 22 mstari wa 6 hadi wa 7. Lakini mimi ni mdudu wala si mtu. Then, when morning came, at around 10 a.m., the journey resumed toward Engombe. Step by step, the pilgrims continued pressing forward. At approximately 12 o'clock noon, they arrived in Engombe. Again, they were welcomed warmly by believers who had eagerly awaited their arrival. The spirit of unity within the church continued growing stronger at every station. Kituo cha 9. Yesu anaanguka mara ya 3. Twakuabudu e Kristo, twakuhimidi. Maana kwa msalaba wako umeukomboa ulimwengu. Ninasoma kitabu cha Zaburi ya 22 mstari ule wa 14. Nimemwagika kama maji na mifupa yangu yote imetengana. Moyo wangu umegeuka kama nta ambayo inayeyuka ndani yangu. Anapokaribia mahali pa kuuawa, anguko lake la 3 na la mwisho lazua maswali. Kwa nini Yesu asingekwepa haya yote? Kwa nini aitishe sehemu yake ya mwisho ya nishati ili kujitoa kwa maumivu ya msalaba? Kuanguka mara ya 3, kuamka mara 3, kufa msalabani, akifufuka kutoka kaburini. Kristo anatuonyesha kwamba anaweza kubadilisha udhaifu. Later that afternoon at 2 p.m., the Archbishop and the believers departed for Malali, St. Paul's Bondine Church. yetu. Tunataka tuipende tena imani yetu iliyokanyagwa. Tunairudisha na kuifundisha upya kwa sababu ndio hazina yetu. Kituo cha 11. Yesu anawambwa msalabani kwa misumari. Twakuabudu e Kristo, twakuhimidi. Maana kwa msalaba wako umeukomboa ulimwengu. Ninasoma Injili ya Yohana 19 mstari wa 17. Akiwa amejitwika msalaba, alifika mahali pa fuvu la kichwa, kwa Kiebrania panaitwa Golgotha. Hapo walimsulubisha pamoja naye wengine wawili, mmoja upande wa kushoto, mmoja upande wa kulia, na Yesu akiwa katikati. Tukikumbuka kwamba
Neno kuumiza maana yake halisi ni kutoka msalabani. Tunatafakari juu ya Yesu na maumivu makali aliyopata askari walipompigilia misumari minene kwenye. At around 3 p.m., they arrived successfully, but the journey was not yet over. Soon afterward, they continued towards St. Paul's Chifugom, arriving there at approximately 5 p.m. Cha 12. Tupo kituo cha 12. Kati ya vituo 14 tumebakiza viwili. Na Mungu atatupa nguvu kumaliza. Mtakatifu wa milele yote. Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenyezi, mtakatifu wa milele yote. And then, as evening approached, they continued once again to St. Peter's Ubungo, arriving around 6 p.m. By this stage of the pilgrimage, exhaustion could be seen upon many faces. But something greater than physical strength kept them moving. Faith. The same faith that carried Christ to the cross. The same faith that has sustained the Church throughout generations. And then came the final stage. At exactly 8 p.m., the pilgrims began the final ascent, climbing toward the last station, St. Andrew's Cathedral, located upon the Mount of Preaching. It was the climax of the entire spiritual journey. The mountain climb symbolized perseverance, sacrifice, and spiritual victory. Every step upward carried deep meaning. And finally, they arrived. There upon the mountain, believers gathered together for a special Easter Vigil service. The atmosphere was holy, sacred, powerful. Under the night sky, one of the most meaningful moments of the Christian faith unfolded. The great Easter fire was lit. Candles illuminated the darkness, and then great Hallelujah was proclaimed. After days of walking, praying, worshipping, and enduring hardship together, the people celebrated the victory of Christ over death. The resurrection hope filled the atmosphere. Songs of joy replaced weariness, praise replaced pain, and faith rose higher than ever before. It was more than a church event, it was history being written. A historic walk of the cross completed successfully for the very first time within the Episcopal Anglican province of Tanzania in the Anglican Catholic Church worldwide. A testimony of endurance, a testimony of unity, a testimony of unwavering faith in God. And as dawn finally broke after that sacred Easter Vigil night, Archbishop Eleberiki Kuta concluded the entire spiritual journey by leading the Easter service at St. Andrew's Cathedral on the Mount of Preaching. Mungu kwa aliyetutunza kwa kipindi chote hiki, kuanzia siku tulipoanza Kwaresma, siku za mfungo, siku za matafakari. Ametutunza katika juma takatifu, ametutunza katika njia ya msalaba, ametutunza katika mkesha, na sasa tuko hapa tukisherehekea
kufufuka kwake. Bwana Mungu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Basi the service became the final seal upon a journey that had transformed hearts, strengthened faith, and united believers through sacrifice and prayer. From the first station at Marsignetti to the final Hallelujah upon the mountain, God had been present every step of the way. This was not merely a walk, it was a declaration of faith, a declaration that the Church shall continue rising, a declaration that God still guides his people, and a declaration that through sacrifice, prayer, and unity, victory always comes in the morning. Episcopal Anglican Media, maisha yanayohubiri.